Nilikuwa naangalia huko nyuma nikawa naangalia kwamba ulipateje hii nafasi ya mwenyekiti wa UVCCM taifa. Kuna ile wanasema kwamba ameshinda kwa kishindo. Basi ndo ulikuwa umeipata wewe. Ndio. Ulipata kula 523, aliyekufuatia alipata kula 25. Ni kweli. Uchaguzi ulikuwa rahisi kiasi hicho? Kwanza nianze kwa kujitambulisha kama mlivyoanza hapo awali. Okay. Alafu nije hapo kwenye swali lako la msingi. Okay. Mimi naitwa Muhammad Ali Muhammad Kawaida. Yeah. Sasa ndugu mwandishi mwenzetu hapa wa habari, kijana mwenzetu aliniuliza ilikuwaje ikaja hii Kawaida. Yeah. Kawaida kama lilivyo Muhammad, maana yake ni maamuzi ya wazazi wawili walikawa kaamua. Yeah. Inawezekana wakapata na mawazo ya mtu mwingine wakaniita Muhammad. Yeah. Kwa hiyo maana yangu ni kwamba Kawaida ni jina letu la ukoo. Okay. Yaani ni Muhammad Ali Muhammad Kawaida. Najua ameuliza hivyo kwa sababu ameliona ni jina ambalo ni unique, yani ni adimu, halijawahi kuonekana. Lakini chengine ni tafsiri ya neno kawaida kwa lugha yetu ya Kiswahili. Lakini ni jina langu halisi katika ukoo wangu. Okay. Sasa nikija katika swali lako la msingi hilo ulilouliza. Nataka nikuambie kwamba hakuna uchaguzi rahisi. Na ukisha kuona kuna vitu viwili unatakiwa uchague kimoja, maana yake hapo ujue kuna changamoto ama kuna mambo unaweza ukapitia. Kwa hiyo uchaguzi ulikuwa sio rahisi hivyo ambavyo watu wanavyofikiria ama wanavyodhani kwa sababu ya hizo kura, lakini ni mahusiano. Mahusiano, mashirikiano na mapenzi na wenzako yanakuweka unakuwa nao karibu mpaka kiasi cha kwamba wanakuwa na imani na wewe. Okay. Na nakwambia hivyo kwa sababu mimi nilianza katika wenyekiti wa vijana wa mkoa wa Kusini Unguja. Kwa hiyo katika uongozi wangu wakati nikiwa mwenyekiti wa vijana wa mkoa wa Kusini Unguja, kama alivyo Sam leo mwenyekiti wa mkoa, ndipo nilipoanzia mimi. Okay. Sasa mnakutana kule wajumbe wa baraza kuu taifa. Mkikutana manake mtakutana vijana wote wa Tanzania nzima. Okay. Sasa hiyo depend upon you. Mahusiano wako na watu wengine yakoje, umoja wako na mambo mengine katika kazi zetu za jumuiya moja. Bwana alikuwa anaendesha mpaka magari ya makatibu jamaa. Anasema mpaka alikuwa anaendesha magari anaomba bwana. Ilikuwa namna hiyo pia katika kuhakikisha kwamba unaimarisha mahusiano, si ndio? Ni kweli. Na hapo uliposema nilikuwa nikiendesha magari ya makatibu, unajua katika chama chetu tuko watu aina tofauti. Mimi kujiunga na Chama cha Mapinduzi maana yake tangu nimezaliwa. Sasa nimetengenezwa katika misingi mizima ya kujitolea. Sasa hiyo gari za makatibu naona nilikuwa nikiendesha ni katika namna ya kujitolea katika ujenzi wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi kule mkoa wa Kusini Unguja. Safi. Kwa hiyo ni kweli. Safi. Ziara yako imekuwaje? Umepita Makete huko tumekuona, Lupembe na maeneo mengine pia. Unaweza kutueleza kipi hasa ambacho pengine umekiona huko na msingi hasa wewe kufika hapa? Ziara yangu ilianzia mkoa wa Iringa. Ndio. Nilianzia Iringa. Nimepita katika wilaya za mkoa wa Iringa ambazo nimepangiwa kwa mkoani pale Iringa. Lakini ziara yangu kwa mkoa wa Njombe ilianzia Makambako. Okay. Ambalo mnaita wilaya ya Njombe. Jimbo la Makambako. Na baada ya hapo nikaenda katika jimbo la Lupembe. Baada ya Lupembe nikaelekea Wanging'ombe. Wanging'ombe ndo nimetokea zangu hiyo Makete. Makete nimekwenda zangu mpaka juu mnaita kata ya Matamba. Nimepita mpaka huku kuna mbuga hii sehemu ya uhifadhi wa taifa Kitulo. Kwa hiyo nimepita kote huko, lakini leo nimefika hapa Njombe. Lakini lengo la ziara yangu ni kuja kuwashajihisha vijana kuweza kujitokeza katika uchaguzi wa serikali kuu. Na kama tujuavyo mwaka huu tunakwenda kwenye uchaguzi ufikapo mwezi wa 10. Watanzania walituitika vizuri katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Maeneo mengi, sio mengi, niseme yote, Chama cha Mapinduzi tumeaminiwa. Lakini bado tuna kazi ya kuwaeleza Watanzania ni nini ambacho tunataka kwenda kuwafanyia Chama cha Mapinduzi. Si hivyo kabla ya kufika huko, kwa sababu wakati wa kampeni bado, nikasema mimi nije nianze kuweka mguu sawa vijana ili kwanza tuweze kujitokeza kwa wingi katika kuwania au kugombea nafasi mbalimbali wakati wa uchaguzi ukifika. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa dhamira yangu kubwa ya kuja hapa. Lakini niweke wazi kwa mkoa wa Njombe nimewakuta vijana wakiwa tayari. Maana yake mimi kazi nimekuja kuifanya ni kuweza tu ile kuwashajihisha zaidi na zaidi. Lakini mwitikio wa ziara ulikuwa ni mkubwa. Na mapenzi ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi na wana Njombe kwa ujumla kwa rais wao Samia, mapenzi ni makubwa sana. Kabisa. Uliingia madarakani mwaka 2022 kwenye hicho kiti ambacho umekikalia. Na nilikuwa nafuatilia kidogo hata wenye viti waliopita wa Chama cha Mapinduzi kwenye UVCCM. Sikuona kasi ambayo wewe na kuonana nayo.
Unajua kuna ile unaambiwa kwamba mwenyekiti wa CCM taifa akiingia Njombe anaishia Njombe mjini Makambako. Wewe unaenda mbali zaidi kwenda mpaka Matamba, Makete ndani, Wanging'ombe, Barazani, Lupembe. Kwa nini imekuwa hivi? Tuna kazi ya kueleza Watanzania. Lakini pia tuna kazi ya kuwasikiliza Watanzania. Okay. Kwa hiyo huko unapoona mpaka nimefika huko vijijini ndani kabisa, nimekwenda kwa sababu kubwa mbili. Okay. Ya kwanza, wako Watanzania wangetamani kusikia chama chao, Chama cha Mapinduzi ni nini kinachowaeleza. Lakini sababu ya pili, na sisi kama chama, na chama chetu ni chama cha wananchi. Na chama chetu ni chama cha Watanzania. Chama chetu kazi yake ni kushughulika na matatizo ya watu. Kwa hiyo nimefika huko ili kujionea uhalisia wa matatizo ya watu na kuwasikiliza Watanzania ni yepi changamoto zao ambazo wangetamani serikali yao inaongozwa na chama chao iweze kuzifanyia kazi. Okay, tulikusikia ukisema mitano tena ni kwa mama tu. Ni kweli. Vijana wanatakiwa kujitokeza na wao kuwania hiyo nafasi. Lakini kuna wazee wengine wanasema wazee wachukue vijana wachukue tahadhari. Kuna majimbo wazee wapo wamejisimika kweli kweli. Sasa wataki vijana waende watie miguu. Lakini kuna swala sasa linazungumzwa, unajua wajumbe. Sasa sijajua, umesema vijana Njombe wamejitayarisha vizuri kabisa. Unaona wako vizuri kukabiliana na wajumbe ili wapate hizo nafasi? Nianzie kwenye kauli yangu. Ndio. Na bado naendelea kusisitiza. Tuliposema mitano tena, kauli hii inawahusu watu wawili tu. Okay. Ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa chama chetu. Lakini na chengine au mwingine inayomhusu hili ni Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Na wao walipitishwa na mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Hayakuwa matakwa yao, bali yalikuwa ni maono na uamuzi wa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi uliofanyika mwaka huu Januari. Sasa ni kweli nimeanza kusikia huko majimboni nako watu wanaanza kujinadia mitano tena. Katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi haielezi. Katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi ina utaratibu maalum ambao umewekwa na tumekubaliana kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Sasa kwa kuwa tumefika wakati wa uchaguzi, nafahamu wazee wengine nao wanakuwa wanajaribu kuonesha vijana hawawezi kuongoza katika nafasi hizi mbalimbali. Mimi niwatie heshima vijana. Na naamini wanaweza. Na kwa nini nasema naweza? Wanaweza. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wetu wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, baada ya kuwa mwenyekiti amefanya mabadiliko mengi ya kikatiba na kikanuni katika chama chetu. Na moja kati ya mabadiliko aliyofanya hivi karibuni ni kuweza kubadilisha idadi ya wajumbe wa mikutano mkuu inayoweza kuwapigia kura wagombea hao. Nikiwa na maana ya madiwani pamoja na wabunge. Na huko nyuma ushiriki wa vijana ulikuwepo, lakini sio mkubwa kama uliokuwepo sasa hivi katika mabadiliko haya. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu zamani ilikuwa anaingia tu wao wenye vitu wa wilaya, wenye vitu wa mikoa, wenye vitu wa kata. Tumeenda mbali hapo. Lakini kuna watu wengine ambao ni viongozi wa vijana katika maeneo yetu hawaingii. Sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mabadiliko aliyofanya, maana yake amewapa nafasi kubwa vijana kuweza kushiriki katika maamuzi ya kuchagua viongozi wao wa kwenda katika vyombo vya dola. Ikiwa na maana ya udiwani na ubunge. Kwa msingi huo, kama vijana tutaungana vizuri, kama vijana wataungana vizuri na akina mama, na vijana wenyewe tukakaa mguu sawa, basi na shaka vijana wataweza kushindana na wazee kwa kupitia hao wajumbe wa mikutano mikuu maalum walioelekezwa kama katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi inavyoelekeza. Kwa sina hofu juu ya hilo, vijana wanaweza kabisa. Sawa, msikilizaji, ni Mohamed Ali Mohamed Kawaida. Umemsikiliza hapa mwenyekiti wa UVCCM taifa, tuko naye hapa na unamsikiliza uzuri sana na kueleza kijana ambaye anatusikiliza kwa kisha kwamba unajitokeza uzuri kabisa kuwania nafasi za uongozi, kwa sababu wakati ndio huu umekwisha fika pia. Lakini kushiriki katika masuala ya kisiasa, si ndio? Kabisa. Kabisa. Katika mikutano na kadhalika. Kabisa. Sio tu katika mikutano na vitu vingine. Lakini hata kuja na wao kuwania na kugombea nafasi nyingi za kiuongozi katika chama chetu. Kabisa. Mimi nawakaribisha 2027 kuna uchaguzi wa mwenyekiti wa vijana Tanzania. Waje wagombee nafasi ya mwenyekiti. Alafu hapo nataka nikuulize kitu hapo. Hivi sifa za kijana katika UVCCM ni zipi? Sisi sifa ya kijana katika umoja wa vijana, kwanza tumeombea katika maeneo mawili. Ndio. Tumeiweka idara sehemu ya umoja wa vijana inaitwa idara ya chipukizi. Hawa tukiwa na maana ya watoto. Tunaanza kuwalea wakiwa watoto. Na idara hii maana yake wanaanza umri wa miaka 4 hadi miaka 14. Miaka 14. Wakifika miaka 14, maana yake katika umri huo wa miaka 4 mpaka 14, yeye anapaswa kuwa katika idara ya chipukizi. Sio kwamba hayumo ndani ya umoja wa vijana, maana yake chipukizi ni sehemu ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi.
Mapinduzi. Lakini kuanzia umri huo wa miaka 7 sisi unaweza kujiunga pia na umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mpaka miaka 35. Hapo nyuma ndivyo ilivyokuwa. Nako hapa Chama cha Mapinduzi kupitia mwenyekiti wetu kimefanya mabadiliko mengine ili iweze kuwapa fursa na kuwalea vijana katika chama chetu, ambapo sasa umri huu umebadilishwa mpaka miaka 40. Kwa hiyo unaweza kuwa ndani ya jumuiya moja wa vijana wa sasa hivi mpaka miaka 40. Lakini zamani ilikuwa mwisho miaka 35, ambapo hapa chama kikaona vijana wengi kinawapoteza na kinakosa kuwalea na kuwatengeneza kuwa viongozi bora. Kwa hiyo sasa hivi mpaka miaka 40. Na mimi naamini nyinyi hamjafika miaka 40. Karibuni katika jumuiya moja ya vijana wa chama chetu. Kwa hiyo nafikisha miaka 40 lini? Bado sana. Bado kabisa. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Baadaye mwaka huu. Kuna kauli moja umeizungumza ukiwa pale Wanging'ombe. Ndio. Unasema msiwacheki wapinzani, wameepuka aibu. Aibu gani hiyo? Tulianza uchaguzi kwa huku bara ni tofauti na Zanzibar kidogo. Uchaguzi huku bara tuna uchaguzi za aina mbili. Tuna uchaguzi wa serikali za mitaa, lakini pia tuna uchaguzi wa serikali kuu, tukiwa na maana uchaguzi wa dola. Ninyi nyote mtakumbuka na Watanzania ni mashahidi. Tumekwenda katika uchaguzi wa serikali za mitaa, vyama vyote 19 ambavyo vyenye usajili chini ya msajili wa vyama vya siasa. Na katika uchaguzi ule vyama vyote hivyo vilikuwa vitaaminiwa na Watanzania. Lakini kilicho wawacha hoi kwamba Chama cha Mapinduzi kimeaminiwa na Watanzania katika uchaguzi ule wa serikali za mitaa. Na kilichowafanya Watanzania wakielewe Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi wa serikali za mitaa ni utekelezaji uliofanyika katika kipindi hiki cha miaka 5, nikiwa na maana 2019 hadi kufika hapa 2024, lakini pia kwa 2020 hadi 2025. Manake uchaguzi wa serikali za mitaa umemaliza, sasa tunakwenda kwenye uchaguzi wa serikali kuu. Na nyota njema inaonekana asubuhi na dalili za mvua ni mawingu. Sasa mawingu kule yameshatanda. Huku tunapokwenda manake wenzetu wamejua kwamba hawawezi kushindana na Chama cha Mapinduzi, lakini hawawezi kushindana na aina wagombea Chama cha Mapinduzi kimeweka, ambaye ni Daktari Samia na Daktari Nchimbi. Kwa hiyo wameona kwamba tusije tukaenda kuingia kwenye aibu. Ni vyema sisi tukaamua kuaga mashindano haya mapema. Na aidha nichukue nafasi kuvipongeza vyama vingine vilivyojitokeza katika mchakato wa kwenda kwenye ligi. Lakini pia niwapongeze wale pia waliochupa hapa njiani, kwa sababu wao wameonyesha, yani wao ni washindani na wamekubali kushindwa hivi mapema kabisa. Ndio. Sawa. Kijana sipo hamasika kujitokeza katika nafasi za udiwani, pengine ubunge, nafasi nyinginezo huko kuwania, athari zake ni zipi? Zipo athari nyingi. Ndio. Nianze katika udiwani. Leo tunapozungumza fedha zote ama fedha nyingi zinazotekeleza miradi katika maeneo yetu ndio zinashushwa katika halmashauri, manaki mabaraza haya, yani mabaraza, halmashauri ama manispaa. Itategemeana na hali au tunasema level ya halmashauri wenyewe kulingana na mji. Manake kuna halmashauri, kuna mabaraza ya miji, lakini kuna manispaa. Yote haya manake wanaingia ni madiwani. Sasa fedha zote siku hizi zinashushwa hapa katika daraja hili. Wao ndio wenye kupanga na kuratibu kituo cha afya kikae wapi. Wao ndio wanopanga na kuratibu shule ikae wapi. Wao ndio wanopanga na kuratibu barabara ipi ianze kujengwa. Rais Samia kazi yake anaambiwa tu tunataka kujenga barabara fulani inagharimu fedha kiasi fulani. Lakini mawazo haya ya tunataka kujenga, mawazo haya ambayo tunataka kufanya yanatokana na aina mbili. Malalamiko kutoka kwa wananchi na mipango inopangwa na mabaraza haya ya miji. Sasa athari ya kwanza nadhani utaiona hapo. Kwamba kumbe vijana tusipokwenda katika mabaraza haya, na ukitizama jamii yetu sasa hivi vijana ndio wengi kuliko wazee. Kuna mambo ambayo ya msingi na muhimu kwa vijana tungetamani serikali ianze nayo kwanza, ndipo iende na mengineyo. Lakini tukakosa nafasi ya kufanya maamuzi hayo tu kwa sababu sisi sio sehemu ya mipango au ya maamuzi ambayo inapangwa na vikao hivyo. Na kadhalika kwa ngazi hizi za juu, nikiwa na maana ya wabunge na maeneo mengineyo. Wabunge ukipata bahati na fursa ikisomeka vizuri unaweza kuwa waziri. Mawaziri hawa nao ndio wanatusaidia kupanga vitu katika sekta zao. Lakini leo tukiwapata vijana, maana yake wanajua vijana wenzao nini wanachotamani kule katika jamii yao. Na ukweli usopongika, hii wazee watatusamee. Ukweli usopingika, ukirudi huku mtaani
vijana ndio wengi kuliko watu wazima, kuliko wazee, nisiseme watu wazima. Nitumie kauli ya kuliko wazee. Sasa vijana tusiposhiriki katika mambo haya ya msingi, tutajikuta kuna vipaumbele tunavitamani katika jamii zetu. Kuna vipaumbele ambavyo jamii hivi ingetamani vifanyike. Matokeo yake, kwa sababu tumewatuma watu ambao uwezo wao pengine ni mdogo na maono yao ni madogo, tukajikuta tunakosa kupanga miji yetu na maeneo yetu na maendeleo yetu kwa ujumla. Kwa hiyo ndio athari kubwa inaweza kutokea katika maeneo yetu. Pale Paje utarudi kugombea ubunge. Maana yake ulishakosa ile nafasi ile. Unarudi tena? Hapa. Niombe kwa Mungu, lakini niweke wazi kwa sababu sijawahi kuficha. Kwa mwaka huu 2025 bado nina kazi ya kufanya. Tena? Bado nina kazi ya kufanya. Lakini panapo haina uzima, mimi brother bado mdogo sana. Umri wangu unaniruhusu. Chama changu bado hakijanitumia vizuri. Mimi najiona bado ninayo nafasi ya kukitumikia chama changu. Alafu baada ya hapo chama kitapendekeza wao ama kitanielekeza wao kazi gani nyingine nikafanya nikiwa na maana. Hii nafasi nilionao sasa hivi kwa kiasi kikubwa ni kazi ya utumishi ndani ya chama. Ni kazi kubwa ya kuweza kukijenga chama chetu. Sasa mimi bado naona mchango wangu na nguvu yangu sijaitoa kwa kiasi kikubwa katika ujenzi wa chama changu. Lakini unaifanya vizuri kazi yako. Bado sijafika. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa ngazi hii ya ubunge natangaza wazi. Sina nia kugombea ubunge bado. Okay. Basi huko watatulia huko. Maana kijana sija karudi tena huko jana. Maana sasa hivi anakwenda hivi. No reform no election. Ndio. Unadhani inadororesha shughuli yako hii ya kutembea kuhamasisha vijana? Haiwezi kudororesha wala haijadororesha mimi kufanya kazi yangu hii inaendelea ya kufanya hiyo hamasa. Kwa sababu haina uhusiano baina ya kuhamasisha vijana kushiriki kwenye uchaguzi na hicho kitu ambacho wanachokizungumza wao. Unajua Watanzania tumekuwa wepesi kusahau, na hususan sisi vijana ambao tunaitwa Gen Z. Tumekuwa wepesi kusahau, lakini kama tutakumbushana vizuri na vyema. Ndio. Bunge hapa lilikuwa bunge moja lilikuwa likiitwa bunge la katiba. Wakaingia vijana kipindi kile, ndugu yangu, rafiki yangu, kaka yangu Paul Makonda akaingia kwa nafasi ya vijana na wengineo, na mama akiwa msaidizi wa speaker kwa kipindi kile. Ndio. Nasema makamu mwenyekiti wa bunge ile la katiba. Kama Watanzania watakumbuka vizuri, wakati katiba ile ikienda ukingoni, ambayo ndio hiki wanacholilia leo wenzetu, ndugu zetu wa Chadema, kuna watu walitoka pale katika bunge. Matokeo yake kura za maoni za kwamba ule mdahalo ama ule mchakato uwe umepita au hujapita ulikamilishwa na hawa ambao leo wanatuambia no reform no election. Lakini kama hiyo haitoshi, msingi mkubwa alikuja nao Daktari Samia Suluhu Hassan huo wa 4R. Nadhani nao umekuwa kama ni mfumo wa kuwalea, na hapa ndo utakapoamini kwamba mama ni mlezi. Kwa sababu baada ya kulilia mabadiliko aliyotamani, utakumbuka pale bungeni tulipewa siku 3 za kufanya au kupeleka maoni ya mabadiliko ya sheria ndogo. Na sheria hizi nyingine hazikuwepo, lakini zilianza baada ya chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, na wao ndio walikuwa kipiga zogo. Lakini na Chama cha Mapinduzi na sisi tukasema tunataka hayo mabadiliko. Ndipo zikaja sheria ya 3, sheria ya bunge na uchaguzi wa rais na vitu vingine. Nakumbuka sheria hii ya tume huru ya uchaguzi na sheria nyinginezo. Lakini sheria hizi kimsingi hapo nyuma hazikuwepo. Sasa unapozungumza mabadiliko, tayari tumeshafanya mabadiliko katika taifa letu. Sasa kitu kilichobakia kwenda, maneno ya rafiki yangu mmoja anakuambia, ukitaka kumuua mbwa lazima umpe jina baya, si ndivyo? Yaani maana yangu ni kwamba ndugu zetu kwa kuwa hawana sababu ya kushiriki, hawana uwezo wa kushiriki kwenye uchaguzi, ndio maana wameamua kuja na kauli mbaya itakayoonyesha Watanzania kwamba hapa hapana msingi mzuri wa kwenye uchaguzi. Lakini kama sheria, kama katiba, si ndio hizi ambazo zilikuwa tunawezesha Chadema na vyama vingine kutoa bunge na madiwani katika maeneo yetu. Kwa hiyo mimi bado haijadoresha hamasa na mwendo wa kuwaika hamasa vijana kushiriki katika uchaguzi. Okay. Sawa, muda wetu umekwisha. Pengine Mohamed, una dakika zako wala 3 za kukamilisha mazungumzo na sisi. Mambo gani ya msingi ambayo hujazungumza ungelipenda kuyazungumza sasa?
Mimi ningemalizia kuzungumza katika mambo makubwa haya yafuatayo. La kwanza, kwenu nyinyi waandishi wa habari. Okay. Nikupongezeni kwa kazi nzuri ambazo mnazozifanya. Lakini nikupongezeni kwa kutumia taaluma zenu vizuri za kuhabarisha Watanzania. Lakini pia nikupongezeni kwa namna ambavyo mnaendelea kuwaelimisha pia Watanzania. Sasa nitoe wito kwa waandishi wa habari kutumia taaluma yetu ya habari kuweza kufikisha mazuri na mabaya ambayo yanafanyika kwenye serikali. Ni vizuri watu tukawaeleza ili na sisi tukafanya, tukatekeleza. Lakini sio vizuri kuweza kufikisha salamu ama taarifa zinazoweza kuwachunganisha Watanzania wao kwa wao, lakini Watanzania na serikali yao, na Watanzania na nchi yao. Lakini la pili, nitoe wito kwa vijana. Amani, umoja na mshikamano ndio ngao ya Tanzania, lakini pia ndio tunu ya Tanzania. Unapozungumzia Tanzania huwezi kuizungumzia kama sio nchi yenye amani. Na huko duniani kote Tanzania inasifika na imeuzika kwa sababu ya amani na utulivu wa taifa letu. Na hii amani na utulivu wanayoiona maana yake ina gharama kubwa sana. Na ukitaka kujua gharama ya amani na utulivu, ukitoka tu nje ya mipaka yetu kwenda maeneo mengineyo, utagundua nini hasara na faida ya kupoteza amani. Kwa hiyo niwaombe sana kuendelea kulinda amani na utulivu wa taifa letu. Na mwisho kabisa, niendelee kuwasisitiza vijana. Na hapa nimeshatangaza nia yangu na wao wamenisikia. Kwa hiyo kazi ya kugombea nimewachia wao. Lakini kazi ya majina yao kurudi ili kuweza kwenda kupigiwa kura za maoni, hiyo ni kazi yangu mimi pamoja na vijana wenzangu. Kwa hiyo wajitokeze katika kuwania nafasi hizi mbalimbali za uchaguzi. Na kwa wale ambao hatubahatika au hawatupenda kujitokeza, utakapofika wakati wa kupiga kura wa uchaguzi, wasiache kwenda kuchagua viongozi wao kwa ajili ya maendeleo yetu sisi wenyewe kama Watanzania. Kwa hayo ndo ningependa kumaliza katika namna hiyo.